Unapofata muhalifu, mfate muhalifu afahamu amekamatwa na nani. Jamii one. Sawa? Lakini la pili, toweni taarifa kwa mtendaji wa kata. Ndio mwenyekiti wa ulinzi na usalama, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo. Toweni taarifa kwa matukio kwa mtendaji. Matukio mengine ya mnakamata watu, yeye hajui. Sisi hicho kitu tukisikia, tutakupeleka kwenye vikao vya kinidhamu. Ukiwa hauko kazini, kaa kama raia, kaa vizuri, lakini unapoenda hatua sasa naenda kukamata mhalifu, vaeni sare zenu. Mnanielewa vizuri? Na tukio lolote linalotokea, sisi tunaliheshimu jeshi la polisi. Polisi kata yupo. Haiwezekani taarifa ya tukio liko kituo cha polisi wilaya, polisi kata hajui, mtendaji wa kata hajui. Sasa tunakuwa kama vile tena mgambo nao ni ofisi nyingine. Nyinyi mko chini ya ofisi ya mtendaji wa nini? Wa kata. Mmenielewa hilo? Lakini vile vile fikeni kwenye maeneo kwa wakati. Kama kweli mtu umeambiwa na umeamua kuwa hivyo, fikeni kwa wakati. Hizi siku za sikukuu hizi, mambo huwa ni mengi. Watu wasio waaminifu wapo toka mbinguni, toka kipindi kile Lucifer anatupwa kuja huku chini. Ni kukosa uaminifu. Naomba hilo shirikiane na watendaji wa vijiji. Hasa kweli mtu unaenda kukamata raia, mtendaji wa kijiji kile hajui chochote. Kwani kuna shida gani ukimjulisha kwamba tuna operation hapa kwenye eneo lako, kuna mtu 1 2 3? Masabu moja ya viapo vya hawa watendaji ni kuwa na siri. Kama mtu anatoa siri, basi ni nanili. Mimi upande wa jeshi la polisi ngazi ya wao wanajua taratibu zao. Kuna mapolisi kanzu na kuna maaskari, lakini hata kama kuna polisi kanzu naye anaandaa mazingira, anapokuja kukamata anakamata akiwa na askari aliyevaa nini? Sare. Na mtu mnatoka kwenye eneo hilo kabisa, mnajua kwamba mzee fulani au mama fulani amekamatwa kwa kosa hili, tunaruhusiwa kwenda kumdhamini. Na nielewa ndugu zangu. Kwa hizi habari za kuwa tunasikia diwani fulani alikamatwa juzi, ameshatokako, hizo ngoma hapana. Mimi kazi yangu ni kuwalinda wananchi wema, kuhakikisha wanaishi kwa wema. Wahalifu wote wanakamatwa na jeshi la polisi na kupelekwa kwenye vyombo vya sheria kwa mujibu wa sheria. Haianzi leo, ipo toka zamani. Kwa hilo mnielewe sana mgambo wangu. Na mkiona mtu anafanya kazi ya mgambo na hajapewa dhamana hiyo, toweni tena taarifa. Sikukuu hizi watu wanakujaga afande polisi kata kuja kukamata watu pombe. Anakuja mtu kwenye familia kwenda kukamata watu, anajua tu familia wana makosa haya, anaenda anajifanya askari, anaonea watu. Mnashangaa mtu ameshapigwa 50,000, mtu ameshapigwa laki. Hivyo vitu watu vihitaji. Mtu akamatwe kwa haki, apelekwa kwenye vyombo vya sheria kwa haki. Ila mimi nataka nizungumzie kwamba kwa ushauri wako ulionipa kwamba kwa sehemu ya ulinzi na usalama, nataka kuasa watu tuliowateua katika kufata watuhumiwa na kushika watuhumiwa, kuna misingi yake, na hiyo misingi naomba ielekezwe. Kwani kama mimi na kuja kwenye ODC na vaa uniform, basi na wenzangu vile vile niwaombe kama mimi ni boss wao, basi wavae nini? Uniform. Na hapa kwetu huwa kuna kipindi cha mahakama, na mahakama hii ni tukufu iliyowekwa na Mheshimiwa Rais pamoja na mahakama yenyewe. Basi wanapokuja kwenye mahakama vile vile wavae nini? Wavae uniform. Kwa sababu moja kati ya misingi ya jeshi la polisi na askari wasaidizi wetu, tunatakiwa tuambie kwamba uniform ni moja kati ya msingi mzuri sana. Unaenda kumkamata ni mhalifu, lakini kama hawezi kujua wewe kama ni askari, basi inaweza kufanya nini? Madhara. Mimi hilo niseme kwa wazi tu, na nalitamka hilo wazi kwa sababu ni sehemu moja kati ya misingi yangu niliyopewa kusimamia kamati ya ulinzi na usalama. Ila kuna baadhi ya matukio kama mnatakiwa kwenda, labda ni matukio makubwa, hususan ukamataji wa nyang'anyo kutumia silaha na vitu vinginevyo, ni uzuri zaidi mimi mkanitaarifu na mimi nikataarifu viongozi wengine ili kupata nini? Kupata msaada zaidi. Niwahakikishie wana Nyampande, wana Itabaruka wote kwa jumla hapa kijijini kwetu, mimi niko pamoja na nyinyi pamoja na wananchi wangu wote, na nitahakikisha uhalifu utaupunguza kwa 95% au mpaka 100% ili kuweza kuishi kwa kipindi hiki cha sikukuu.